Okay, pole sana na majukumu ya hapo ulipo, pole sana na kazi za hapo ulipo. Kama ilivyo desturi na utaratibu wetu, tunakuwa na mwendelezo wa vipindi vyetu. Tunakuwa tunazungumza mambo mbalimbali, tunakuwa tunaongea mambo mbalimbali kuhusu afya kwenye moja na mbili. Sasa leo napenda tuzungumzie, tulisema kwamba tutakuja kuzungumzia hizi changamoto za uzazi wa mpango wa kisasa, yaani madhara yake ni yapi na jinsi gani tunaweza tukajilinda nayo. Tunazungumzia uzazi wa mpango, tunakusudia kwanza ni mwanamke ambaye tayari ameshazaa ila anataka aweke space ya watoto wake ili aweze kuja kushika ujauzito baadaye. Lakini madhara ni makubwa ambao wanakuwa wanatumia uzazi wa mpango wa kisasa badala ya kutumia uzazi wa mpango wa kiasili. Sasa leo tutapenda kuzungumzia madhara ambayo yanatokana na kutumia uzazi wa mpango wa kisasa na jinsi gani ya kutumia uzazi wa mpango wa kiasili. Sasa ziko sababu au ziko njia zaidi ya 5 mpaka 6 ambazo zinazotumika katika kuzuia ujauzito. Na wengi tunazijua na wengi wameshazitumia. Sasa leo napenda tuzungumzie moja ya kwanza, tuzungumzie vidonge. Kile kidonge kimoja anachokuwa anakitumia mwanamke kwa ajili ya kutokushika ujauzito. Kile ni kidonge ambacho anakuwa na meza aidha kulingana na ratiba alivyopangiwa yeye mwenyewe. Sasa tuzungumzie madhara yanayotokana na kile kidonge. Ni kweli kinaweza kukusaidia ukaweza kushika ukashindwa kushika ujauzito, lakini madhara yake yanakuwa makubwa, kunakuwa kuna kero zinakuwa zinakukera. Kero gani hizo? Kero ya kwanza ambayo unakutana nayo, unakuwa unahisi kichefuchefu sana. Kwa baadhi ya wanawake wengi wanakuwa wanapitia kichefuchefu sana, yani anahisi kichefuchefu kwa muda mrefu, kila time anahisi kichefuchefu. Lakini pia unapokuwa unahisi kichefuchefu na pia unaongezeka na uzito unakuwa unaongezeka. Unakuta mtu mnene kweli kweli, yani mwembamba kabla ya kujifungua, sasa hivi ametumia vidonge ameanza kunenepa kweli kweli, kwa sababu zinakuwa zinaharibu sana homoni. Lakini pia maumivu ya kichwa, anakuwa ni mtu ambaye kupitia maumivu ya kichwa mara kwa mara. Leo kichwa kinauma huku, kesho kinauma hapa, kesho kinauma hapa. Ni mtu ambaye maumivu ya kichwa mara kwa mara. Lakini pia kitu kingine, mzunguko wake wa hedhi unakuwa unabadilika. Yani unakuwa uko zigzag, haueleweki. Leo anaweza kaingia tarehe fulani, leo mwezi huu kaingia mzunguko wa siku 28, mwezi unaokuja kaingia 30, mwezi unaokuja kaingia 34, mwezi unaokuja kaingia 24, hivyo yani unakuwa unabadilika. Au hedhi ya kukatika. Anaweza baada ya siku 3 hizo za kuingia kwenye mzunguko, yeye ameingia siku 1, alafu imekata. Sasa madhara yake ndo hayo. Lakini pia kitu kingine inakuwa ni ngumu sana kuweza kushika ujauzito, wanateseka mno. Wanawake wengi wanapitia kwenye changamoto ya mateso kweli kweli kwa sababu ya kushika ujauzito. Ujauzito unakuwa ni mgumu kweli kweli kwa sababu ya kutumia vidonge. Tunasema hivi, unapokuwa unatumia njia yote ya uzazi wa mpango wa kisasa, unakuwa unapandisha homoni za kiume kuliko za kike. Napenda kuongea kwa lugha hii ili uweze kuelewa. Mwanamke ana homoni za kike na za kiume. Sasa ikiwa ametumia uzazi wa mpango wa kisasa, maana yake anapandisha homoni za kiume, anashusha homoni za kike. Hali inapelekea mwili wake unakuwa unashindwa kabisa kujitambua. Anakuwa hisia hana, anakuwa na changamoto nyingi, anapata madhara makubwa, anakuwa anahisi hisia zimekata kabisa. Yani hata mzunguko wake unakuwa ni changamoto, anakuwa mkavu kweli kweli. Lakini hiyo ni njia moja, lakini kuna njia nyingine ya pili. Na kabla sijamaliza hapo, kidonge kimoja kinaweza kuathiri mpaka miaka 3. Kidonge kimoja kinaweza kuathiri kwenye mfumo wa uzazi mpaka miaka 3. Sasa unajiuliza wewe umetumia kwa muda gani na itakuathiri kwa muda gani? Mtu ana maana akwambia mimi nimeshaacha kutumia vidonge miaka 10 iliyopita, lakini siwezi kushika ujauzito. Ukimuuliza umetumia vingapi, anakwambia nimetumia zaidi ya 30. Sasa unatakaje? Haki madhara ni makubwa sana. Lakini pia kitu kingine au njia ya pili wanatumia njia inaitwa sindano. Sindano ni moja ya njia ambazo zinazotumika katika kuzuia ujauzito. Sasa hii ina madhara yake pia. Sindano ni ile ambayo anakuwa mtu anachomwa.
kwamba anachomwa kama sindano kwa sababu ya kuingiza zile homoni za kiume ziweze kutawala mwili wake kuliko homoni za kike, na inapelekea changamoto inakuwa mtu anapitia changamoto, mfano hedhi kukoma. Yani hedhi kukoma kwa muda mrefu. Unaweza kukuta mtu anatumia sindano lakini anapata hedhi baada ya miezi mitano, anapata hedhi baada ya miezi miwili, au mwezi huu anaruka, mwezi huu unakuja anapata, mwezi huu anaruka anapata damu na mabonge, vinyama nyeusi hivyo. Lakini pia kuchelewa mimba kushika. Watu wengi wanapokuwa wanatumia njia za uzazi wa mpango, hasa sindano, ujauzito unakuwa ni mgumu sana kushika kwa sababu madhara yanakuwa ni makubwa zaidi. Lakini pia kuongezeka kwa uzito. Pia hawa ni watu pia wanaopita changamoto ya kuongezeka uzito. Uzito unakuwa mkubwa sana. Yani leo anaweza akawa na kilo 30 au ana kilo 70, kesho anaweza akawa na 100 au mwezi ujao akawa na 100. Tunakusudia kama hivyo. Maumivu ya mgongo na kichwa, ni mtu ambaye anapitia maumivu ya mgongo na kichwa kwa sababu ya homoni hiyo kupanda zaidi ya kiume. Lakini pia kupungua hamu ya tendo kwa baadhi ya wanawake. Wanawake wengi sana wanapata hiyo ukiwa unatumia sindano, anakuambia mimi sina hamu tena na mume wangu, sina hisia na mume wangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutumia mfumo wa sindano. Sindano sio salama, sindano sio nzuri, sindano haifai wala haitakiwi. Kwa hiyo nikushauri kwamba zipo njia za asili, tutakuja kuzungumza hapo mwisho, ambazo unaweza ukazitumia zikakusaidia katika kurekebisha changamoto zako. Asante sana. Leo tumezungumza hizi mbili, tutakuja kuzizungumza tena, tutazimaliza zote zilizobaki katika vipindi vinavyokuja. Asante sana kwa kutufuatilia na Mungu akubariki. Hakikisha umesubscribe kwenye hii channel, lakini pia umelike, lakini umecomment, lakini pia usisahau kushare kwa mtu ambaye unatamani hajue hivi vitu. Labda una ndugu yako ambaye ameshatumia uzazi wa mpango, unataka afahamu hivi vitu vinakuaje. Unataka umuelekeze kuhusu hivi vitu. Unamuelekeza vipi? Sasa unaweza ukaandika hapo namba yako chini tukakupigia. Unaweza ukaomba kwenye group letu tukuadd, kwa sababu tuna nafasi ambazo tunakuwa tunatoa mafunzo mbalimbali kuhusu hizi changamoto zikoje na namna gani zinaweza zikatatulika, namna gani zinaweza zikakusaidia, namna gani unaweza, kama umeshatumia hizi njia hizi mbili zilizozungumza, namna gani zinaweza zikakusaidia kusafisha mfumo wako wa uzazi na ukaweza kushika ujauzito. Okay, Mungu akubariki. Tutaonana katika vipindi vinavyokuja.